habari yako na pole kwa msiba. Tunashukuru, pole yetu sote. Kidogo kwa ufupi vile ambavyo ulikuwa kumfahamu marehemu na kupata taarifa ya kifo chake. Marehemu nilikuwa namfahamu siku nyingi sana tangu Kinondoni tuna uwanja wetu wa mpira unaitwa Gadeni pale nyuma ya vijana Kinondoni. Alikuwa akicheza mpira. Yeye na rafiki yake mmoja anaitwa Marijevi. Wanamuita Maranya AKA. Kwa hiyo tangu kipindi kile sisi wadogo tunacheza mpira pale, sisi tulikuwa tunaanza saa 9, wao wanaingia saa 11 kama watu wazima. Kwa hiyo nimeanza kumfahamu pale, baadaye tukafahamiana kwenye industry. Ndio maisha, tunakutana, tunasalimiana, tunasalimiana mpaka hapa katikati tukapoteana, sikumuona kipindi kama miezi 6 hivi, sijamuona kabisa sehemu yote. Basi baadaye tu ndio tunakuja kusikia taarifa hizi ametutoka. Ndio hivyo. Kwa ufupi sana, jinsi ambavyo ulikuwa ukiona kipawa chake kwenye kiwanda cha filamu hapa nchini Tanzania, ameacha pengo la namna gani na uwezo wake ulikuwa ni upi kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukipima na kusikia? Uwezo wake ulikuwa ni wa kipekee sana, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuigiza sauti kabila karibu 6-7. Yani ukija Ruo, sijui mtu wa Tanga, sijui awe si mtu wa nani, yani awe Makonde. Kwa hiyo kipawa kile mimi mwenyewe sina. Hata sidhani hata kama daktari anacho. Kwa hiyo ni kipawa kikubwa sana na alikuwa ni muhimili katika tasnia yetu, na kwa kweli pengo lake ni kubwa sana. Pole sana. Nashukuru sana. Lakini pia tuko na Dr. Cheni hapa. Dr. Cheni, MC mkubwa kabisa na ni mmoja kati ya nguli kwenye kiwanda cha filamu nchini Tanzania. Pole kwa msiba huu mzito. Asante sana. Nashukuru sana. Nitamani tupe story nzuri kwa sababu wewe ni mmoja kati ya wachora barabara kwenye kiwanda cha movie hapa nchini Tanzania. Unayoifahamu wewe ya marehemu, enzi za umri wake na kazi zake. Story ya marehemu hana story mbaya, story zake ni nzuri, na hata napozungumza hapa hata wanaomfahamu wanajua kabisa kwamba mzee alikuwa amenyooka. Ni mzee ambaye kama alivyotoka kuzungumza ndugu yangu hapa Ben kwamba ni mtu ambaye hana mpinzani, ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuongea makabila mengi, lakini aliamua kuongea ile kabila ya Kijaruo, ndio akaona kama ndio imsafirisha, lakini alikuwa na uwezo mkubwa sana. Lakini pia ni mtu wa watu. Mzee Unyango unapokaa naye popote pale, lazima utafurahi naye. Yaani lazima utafurahi, hakuna utachoweza kukosa. Sipokuwa tu nimepoteana naye muda mrefu. Mimi mara ya mwisho nimekutana naye kwenye harusi ya mtoto wa Mwinyi. Ndio mara ya mwisho nimekutana naye. Na nilikusalimia, na katika maongezi akaniambia huyu ni dada yangu na nimekuja hapa. Asalamu alaykum. Nakuja kakaangu. Kwa hiyo ndio mara ya mwisho kuonana naye. Baada hapo sijaonana naye kwa sababu unajua tena mapilika ya mjini hapa. Na alikuwa kwenye hali gani kipindi hicho? Nipe kwa nayo, lakini nipe. Samahani jamani, mheshimiwa. Inshallah. Jamani, ni waziri huyu Zanzibar. Nafikiri wengi wanamfahamu, okay? Ndio hivyo, mimi naweza kusema kwamba ni mtu ambaye tumepoteza mtu muhimu. Tumepoteza kifaa. Kitu gani kama alama anakuachia Dr. Cheni? Alama ni kazi ambayo nimefanya naye. Kuna kazi nilikuwa nimefanya naye muda mrefu na ilifanya vizuri. Na kiukweli kabisa vipo vya kujifunza kupitia yeye. Vipo. Wasanii wa sasa hivi wachukue kitu gani kizuri ambacho alikufanya mzee? Manake mpaka anaondoka tukumuona akiandikwa vibaya kwenye magazeti, tukumuona akizungumzwa vibaya kwenye magazeti, bali tulikuwa tukumuona akisifiwa kwa kazi bora ambazo anafanya. Discipline. Mzee na discipline kuanzia kwenye jamii, lakini na discipline kwenye kazi. Ulikuwa ukifanya kazi na mzee Unyango huwezi kujuta. Ukifanya kazi na mzee Unyango hawezi kukuringia. Midhali ameshakukubalia kufanyia kazi yako, ataifanya mpaka mwisho. Yaani atafika kwa wakati na atafanya vile ambavyo unataka wewe. Na sio mtu kubadilika. Baadhi ya wasanii wetu wa sasa hivi unaweza kukubaliana naye kiasi hiki cha fedha, sisi maproducer. Lakini wakati umefika naye mbele kidogo, tayari ameanza kung'ara katika ile story, basi unaweza kujikuta tu anakulingia na anakubadilishia bei. Lakini mzee Unyango vile mlivyokubaliana ndivyo mtakavyoenda naye. Yes. Asante sana. Nashukuru sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.